Zamani, miaka 600 ya Anomundi, aliishi mtu mmoja mwema jina lake Enoch kwa Kiingereza. Kwa Kiswahili Biblia inamtaja kwa jina la Henoko. Henoko alikuwa ni mtu mwema sana kiasi kwamba Mungu alimpenda na kumfanya kipenzi chake. Enoch aliishi kipindi ambacho dunia imechafuka kwa madhambi makubwa. Kipindi hiko Mungu aliwashusha malaika 200 duniani, akawatuma kazi waje kuwasimamia binadamu, kuwaongoza kuifuata njia ya wema. Lakini malaika wale waliposhuka duniani wakaiacha kazi waliopewa na Mwenyezi Mungu. Wao wakawatamani wanawake wa kibinadamu na wakazaa nao watoto wa haramu, watoto walioitwa Wanefeli. Wanefeli, kizazi cha binadamu na malaika wa ovu, kizazi cha haramu, kikawa ni kizazi cha viumbe waliokithirisha madhambi na kumwasi Mwenyezi Mungu wa ovu kwelikweli. Walifanya kila aina ya dhulma na uovu juu ya dunia hii. Waliiba, walidhulumu, walinyang'anya, walibaka, waliua, wakawakamata binadamu na kuwala kama chakula. Hawakuridhika, wakalana mpaka wao wenyewe kwa wenyewe. Wale malaika 200 ambao ni baba wa Wanefeli wenyewe walipokuja duniani wakawafunza binadamu elimu kubwa ya uovu. Waliwafundisha wanawake jinsi ya kujipamba ili kuwavuta zaidi wanaume katika zinaa. Wakawafundisha juu ya masuala ya uchawi. Wakawafundisha juu ya sayansi ya vita na kutengeneza silaha za chuma za maangamizi ambazo zinamwaga damu ya dunia mpaka hivi sasa. The Watchers, hawa malaika 200 waliifanya dunia ikakithiri madhambi kipindi hiko kwa elimu ya uovu walioisambaza kwa wanadamu. Mungu alifurahishwa na mtu mmoja tu kipindi hiko. Dunia imejaa dhambi kote isipokuwa mtu mmoja tu, Henoko. Henoko ama Enoch, yeye alisalia katika wema. Mungu akampa zawadi, akatuma malaika wakambeba Enoch katika mbawa zao, wakampeleka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Kule Enoch katika mbingu 10 alizopita kote alishuhudia mambo mengi ya ajabu ya siri ya ulimwengu na siri za Mungu. Enoch akafunuliwa siri nyingi na Mwenyezi Mungu. Enoch aliposhuka duniani, badala ya kumpenda zaidi Mungu, naye akaingia kwenye fitna za dunia, akaanza kugeukia uovu. Akaandika kitabu kiitwacho kitabu cha Enoch ama kitabu cha Henoko. Siri zote alizopewa na Mungu juu ya uumbaji na ulimwengu na siri za Mungu akaziandika kwenye kitabu hicho, azivujishe binadamu wote wazijue. Mungu akamnyakua Henoko. Simulizi ya The Storybook hii leo, ni siri gani alizoziandika Enoch kwenye kitabu chake ambacho kinafichwa mno binadamu wasije kuzijua siri za Mwenyezi Mungu? Na safari ya Enoch kule mbinguni, aliona nini ambacho akaja kukianika duniani ambacho kanisa la leo linakificha? Enoch unavujisha siri ya ulimwengu, uumbaji, maisha ya huko mbinguni na siri za Mungu. Na hapa duniani maisha yalikuwaje enzi za yale majitu, kizazi haramu cha binadamu na malaika Wanefeli? The Storybook. Biblia inawataja watu wawili ambao inasemekana hawakuwahi kuonja ladha ya kifo. Hawajawahi kupatwa na mauti. Tangu kuumbwa kwao, watu hao zimepita karne nyingi mpaka hii leo, maelfu kwa maelfu ya miaka, lakini Biblia inasema kuwa watu hao wako hai. Wawili hao ni Elia na Enoki, ambaye kwa Kiswahili, Biblia ya Kiswahili inamtaja kwa jina la Henoko. Wengine wanamuita Henoki kwa Kiswahili. Biblia inasema kuwa Henoki alikuwa mtu mwema sana na mcha Mungu, kiasi kwamba akawa rafiki kipenzi cha Mungu. Henoki aliwabadili watu kutoka katika uovu na kumwelekea Mungu. Tena Henoki aliishi katika zama ambazo dunia ilikuwa imejaa dhambi, dhulma na kila aina ya uonevu. Lakini Henoki alidumu kwenye wema na ucha Mungu. Ila baadaye huyu rafiki kipenzi wa Mungu, Henoki, roho ya ushetani ikataka kumwingia.
Mungu akamnusuru, akamnyakua na kumwondosha duniani kabla ya siku ya kifo chake kufika, na anatajwa kuwa yu hai mpaka leo hii. Aliponyakuliwa na Mungu na kupelekwa kuishi mbinguni, Henoki alikikwepa kifo. Henoki ama Henoko, kama watu wema wengine katika imani ya Kikristo, naye aliwahi kuandika kitabu ambacho ziko hoja za watu kuwa kilipaswa kuwamo miongoni mwa vitabu vinavyounda Biblia. Lakini wanasema viongozi wa dini ya Kikristo walinyofoa kitabu hiko cha Henoki na kukificha mbali. Inasemwa kitabu cha Henoki kimeandika siri nyingi za Mungu. Pili, kimefichua siri nyingi za ulimwengu na maisha ya huko mbinguni. Tatu, kitabu cha Henoki kinafundisha watu uchawi na ushetani. Kinawafundisha watu juu ya siri za nyota, na hata ndiyo kilichowafundisha watu sayansi ya vita na kutengeneza silaha nzito za chuma za maangamizi ambazo leo zinaitesa dunia. Na inadaiwa kwamba endapo Enoch ama Henoko ama Henoki angeachwa abaki duniani walau siku kadhaa chache tu, basi huenda angekuwa binadamu mwovu zaidi kuwahi kutokea duniani tangu dunia kuumbwa. Hoja hizi zinazaa shauku ya kutaka kumjua Enoch ama Henoko ama Henoki ni nani hasa. Na je, kitabu cha Henoki ni kitabu cha aina gani? Na kinazungumza mambo gani hasa hayo mazito kuhusu siri za Mungu na ulimwengu? Katika Biblia Agano la Kale, Enoch ama Henoko anazungumzwa kwa kifupi tu katika kitabu cha Mwanzo. Biblia Takatifu Agano la Kale inatuambia kuwa Henoko ni mwana wa Yaredi ambaye naye anatokana na kizazi cha Seti, mwana wa tatu wa Adamu na Eva. Mwanzo sura ya 5 mstari wa 18. Kwa mujibu wa Biblia, Henoko aliishi takriban miaka 365. Kasome kitabu cha Mwanzo sura ya 5 aya ya 21 mpaka 23 na nukuu. Henoko akaishi miaka 65, akamzaa Methusala. Henoko akaenda pamoja na Mungu baada ya kumzaa Methusala miaka 300. Akazaa wana waume na wake. Siku zote za Henoko ni miaka 365. Henoko ni mtoto wa Yaredi na baba wa Methusala. Pia ni babu wa Nuhu aliyetoka katika kizazi cha Adamu, aliyeishi katika kipindi cha Antediluvian katika Biblia ya Kiebrania. Kwa hiyo Enoch ama Henoki ni kitukuu wa 7 wa kizazi cha Adam, baada ya kisa cha Kaini na Abeli ambao kwa Waislamu wanaoita Kabil na Habil. Mungu akampa Adam mwana mwingine aliyeitwa Seti ambaye alizaliwa peke yake. Baada ya Kaini kumuua Abeli, Seti alizaliwa ikiaminika ni kama fidia. Sasa katika uzao huu wa Seti akamzaa Yaredi na Yaredi akamzaa Enoch ama Henoko, na Henoko ni babu wa Nuhu yule wa safina. Hadithi ya Henoki inatokea katika dunia ya binadamu na Mungu. Katika kipindi hiki kinachoitwa dunia ya mwanadamu na Mungu, watu waliishi katika dunia ambayo binadamu walikuwa wakiongea moja kwa moja na Mungu. Dunia ya mwanadamu na Mungu ilikuwa enzi tofauti ambapo ubinadamu ulikuwa bado umeunganishwa kwa karibu na asili yake, na dunia ilikuwa bado ni changa na safi. Lakini baadaye binadamu wakaanza kukithirisha madhambi, na Henoko yeye hakuwa mmoja wao. Alikuwa ni mtu mwema mwenye kuendana na sheria za Mungu, na Mungu akampenda sana Henoko na kumfanya rafiki yake kipenzi. Ila baadaye inaonyesha Henoko akaanza naye kutaka kuingia kwenye mtego wa uovu. Mungu akawahi kumnyakua Henoko na kumpeleka akaishi mbinguni anusurike na fitna za dunia. Biblia inasema Henoko akaenda pamoja na Mungu, naye akatoweka, maana Mungu alimtwaa. Mwanzo 5:24. Basi Enoch ama Henoki ama Henoko alitambulika kama somo, kiigizo chema cha mila nyingi za Kiyahudi na Kikristo. Pia wengi wanamtaja na kuamini kuwa ndiye mwandishi wa kitabu kinachoitwa kitabu cha Henoko, maarufu duniani kama The Book of Enoch. The Book of Enoch ama kitabu cha Henoko ni mkusanyiko wa maandishi ya kale ya kidini ya Kiebrania ya apocalyptic yaliyohusishwa na mapokeo kutoka kwa Henoko wakati huo. Kitabu cha Henoko kimegawanyika katika sehemu 3.
chapter 3, Henoko kitabu cha kwanza, Henoko kitabu cha pili, Henoko kitabu cha 3. Chote kwa ujumla wake kinahusishwa zaidi kuandikwa na Henoko, mtu mwema aliyekuwa kipenzi cha Mungu. Lakini Wakristo wa sasa na Wayahudi wanapinga kabisa kukisoma kitabu hiki kilichoandikwa na rafiki yake Mungu. Kwa nini? Vipande mbalimbali vilivyopatikana katika vitabu vya kukunja vya bahari ya chumvi, Dead Sea Scrolls, na vile vipande vya Kigiriki na Kilatini vya maandiko ya kale vinathibitisha kwamba kitabu cha Henoko kilijulikana na Wayahudi wa mapema wa upande wa mashariki. Kitabu hiki kiliwahi hata kunukuliwa na baadhi ya waandishi wa karne ya kwanza na karne ya pili. Walikinukuu kitabu cha Henoko katika maandishi ya kitabu chao cha Agano la Mababa 12 wa Mwanzo, maarufu kwa lugha ya Kiingereza The Testament of the 12 Patriarchs. Maandishi ya kitabu cha Henoko cha kwanza yaligundulika kule Ethiopia mwaka 1773, yakiwa yameandikwa kwa lugha ya asili ya huko Ethiopia. Ikiaminika kuwa kitabu hiko kiliandikwa katika lugha hiyo, ikiwa kilikuwa kimefasiriwa kutoka katika lugha ya Kigiriki, ambayo nacho Kigiriki ilikuwa sio lugha ya asili iliyoandikiwa kitabu hiko, bali ni tafsiri iliyofanywa kule Palestina. Kwa asili inaaminika kitabu cha Henoko cha kwanza kiliandikwa kwa lugha ya Kiebrania au lugha ya Aramaik. Na hiki kitabu cha Henoko cha kwanza ndio kitabu maarufu zaidi miongoni mwa vitabu vitatu vya Henoko. Sehemu ya kwanza ya kitabu cha Enoch, kitabu cha Henoko cha kwanza, kinaeleza juu ya anguko la malaika walinzi, the Watchers. Kitabu hiki kinaelezea malaika waliozaa na binadamu na kupata watoto waliokuwa machotara wa kimalaika na kibinadamu, walioitwa Wanefeli ama Nephilim kwa Kiingereza. Kitabu cha Henoko cha kwanza kinasimulia kwa kusema, basi malaika walinzi walitumwa duniani kuangalia wanadamu wawasimamie waishi katika haki. Ila malaika wale wakaanza kuwatamani wanawake wazuri wa kibinadamu kwa kuchochewa na kiongozi wao malaika hao aliyekuwa akiitwa Samiaza. Mpaka hapo wakawa wamemuasi Mungu. Wale malaika wakajadiliana na kukubaliana kwa pamoja kwamba wako tayari kuendelea kumuasi Mungu, na siku ya hukumu itakapofika wako tayari kuibeba adhabu ya Mungu. Katika kitabu hiki malaika hawa wanaelezwa kuwaingilia kimwili wanawake wa kibinadamu na kuzaa nao watoto, na watoto waliozaliwa kwa muunganiko huo walijulikana kama Wanefeli ama Nephilim. Wakawa watoto ambao ni majitu yenye maumbile makubwa ya kutisha, na kwa bahati mbaya sana kilikuwa ni kizazi cha haramu. Hivyo majitu hayo yakawa maovu sana, makatili walioua sana watu kwa dhulma, na wakafanya maovu mengi sana ya kupindukia, hasa wizi, dhulma na mauaji. Hayo majitu ama kwa jina lao Wanefeli walifanya mauaji na kila aina ya uovu duniani kiasi cha kuhatarisha uwepo wa wanadamu. Kinasimulia kitabu cha Henoki katika sura ya 7 mstari wa 11 hadi 14 na nukuu, walizaliwa viumbe wakubwa kupita hata binadamu na malaika. Walizaliwa wengi mpaka binadamu walichoka kuwahudumia chakula. Wakaanza kula nyama, ndege na samaki. Baadaye wakaanza kuwala binadamu na mwishowe wakalana wao kwa wao. Yule malaika kiongozi Samiaza, ambaye yeye na malaika wenzake 200 ndio mababa wa haya majitu, basi yeye na hao malaika wenzake, ili kueneza uovu duniani, waliwafundisha watu sanaa na teknolojia za uhalifu wa kibinadamu, kama vile jinsi ya kutengeneza silaha za mauaji na vita. Katika kitabu cha Henoko sura ya 8 imeandikwa na nukuu, malaika Azazil akawaonea huruma binadamu, akaanza kuwafundisha kutengeneza silaha, mapanga, visu, ngao na ngao za vifuani. Mwisho wa kunukuu. Malaika huyu Azazil aliwahurumia binadamu kutokana na vile binadamu walivyokuwa wakionewa na wale majitu Wanefeli. Azazil kwa Waislamu wanalitaja kuwa ndiyo jina alilokuwa akiitwa Shetani wakati yuko mbinguni kabla ya kulaaniwa. Basi kupitia malaika Azazil ndipo binadamu alipojua kupigana vita. Malaika hawakuishia hapo. Malaika hawa ndio waliwafundisha wanawake wa kibinadamu kuvaa vikuku na bangili. Pia wakawafundisha wanawake kupaka rangi kope. Waliwafundisha mengi wanawake ya kujipamba miili yao. Na hapo ndipo dhambi ya kuzini na matamanio ilishamiria hapo.
Malaika waliendelea kutoa siri nyingi na kumpa binadamu uwezo ulioshindikana. Kila malaika alikuwa na kitengo chake. Malaika aliyeitwa Samiaza, huyu aliwafundisha binadamu kumiliki nguvu za maajabu, kufanya mambo makubwa, yani nguvu tunazoweza kuziita za kichawi. Pia aliwafundisha binadamu kutumia mizizi ya miti kama tiba na kemia kwa ujumla. Kitabu cha Henoko katika sura ya 7 mstari wa 10 inaelezwa malaika hawa waliwafundisha binadamu uchawi, wakawafundisha orodha ya maneno ya kufufua watu, wakawafundisha jinsi ya kutengeneza dawa na kutibu kwa kutumia mitishamba. Uganga waliwafundisha. Malaika aliyeitwa Armaros alifundisha jinsi ya kutatua tatizo litokanalo na uchawi wa mtu mwingine. Malaika Barakiel, huyu aliwafundisha binadamu elimu ya vitu vya angani, astrology. Malaika kwa jina la Kokabel akawafundisha binadamu elimu ya anga ihusuyo mipaka ya nyota na maumbo yake, wanaiita kwa Kiingereza constellation. Malaika Ezekiel akawafundisha binadamu juu ya mawingu na sayansi yake. Malaika Arakiel akawafundisha alama za kidunia, hizi mnazoziita siku hizi alama za nyota, zodiac signs ama zodiac elemental rulership, ambapo leo hii mfano wake ukisikia mtu anasema yeye nyota yake ni ya punda ama nyota yake ni Capricorn ama Virgo ama Libra, siku hizi mnaita elimu ya nyota hii. Hawa malaika waliwafundisha binadamu. Malaika Shamsiel akafundisha alama za jua na malaika Sariel akafundisha binadamu juu ya elimu ya mwezini. Hawa malaika walifundisha mambo mengi mno. Haya walioyafundisha, kwanza haikuwa kazi waliotumwa kuja kuifundisha duniani, lakini hapa mimi nimeyataja tu waliofundisha. Katika hayo walisema nini hasa ndani yake? Hayo ndiyo yanayopatikana katika kitabu cha Henoki. Henoki ameandika yote hayo. Katika hayo mengi walioyafundisha yamekuja kutumika kwenye kufanya madhambi mengi katika dunia hii ya leo. Na mengi katika walioyafundisha walifichua siri za ulimwengu, siri za uumbaji na hata siri za Mungu, wakazileta kwa binadamu, ikiwa halikuwa kusudi la Mungu mambo hayo yajulikane kwa binadamu. Kwa hiyo ujuzi wa binadamu na mambo machafu yalianzia juu ya hawa malaika. Bila ujio wao binadamu angekuwa hana elimu isipokuwa elimu njema ambayo angeipata polepole kwa mipango ya Mungu ili binadamu asipotoke. Wasomi wa dini ya Kikristo, wanatheolojia wa kanisa husema wazi kuwa inawezekana huu ulikuwa ni mpango wa shetani kuharibu mpango wa Mungu, kwa sababu katika Biblia Mungu anasema mkombozi wa wanadamu atakuwa binadamu halisi na si malaika, na atazaliwa pasipo dhambi na atazaliwa na mwanamke. Basi shetani alipanga kuharibu vinasaba, yani genetics za binadamu, kwa kuzichanganya na vinasaba vya malaika ili huko kuzaliwa kwa mkombozi kuje kushindikane. Inasemwa kitabu cha Henoki kilikuwa na elimu kubwa ya uasi na ushetani na madhambi. Na kama kitabu hicho kingeachwa, na si kuachwa tu, kama kingechanganywa kuwekwa kwenye Biblia na kusomwa na watu wengi, basi habari hizo zingetapakaa duniani na kusababisha mlipuko wa uovu mkubwa kwa binadamu. Enoch ama Henoko ama Henoki, dhambi aliyoanza kuifanya ni kuandika kitabu hiki, kuisambaza elimu hii. Alikuwa akiandika mabaya ya wale malaika, lakini kuandika kwake kitabu ilikuwa ni kuyasambaza. Na hapo ndipo ilipoonekana Henoki anaanza kuiacha njia ya wema, anaanza kuelekea kwenye uovu. Basi baada ya kukithiri kwa uovu wa malaika hawa waasi 200 na kizazi chao cha haramu, wale wanefeli, majitu yale makubwa, na pia binadamu waliowafuata hao waovu, Mungu akamtuma malaika Uriel kuja duniani ili kuwaonya waovu wasiharibu jamii ya kibinadamu. Lakini haikufaa kitu. Hatimaye Mungu akaruhusu gharika kubwa na kuangamiza wanefeli wote, na wote wakatoweka kabisa katika uso wa dunia. Haya ni miongoni mwa maangamizi ya mwanzo kabisa katika historia ya kibinadamu. Hivyo katika maangamizi hayo walikufa yale majitu yote wanefeli, na wale baba zao ambao ni wale malaika walinzi 200 ambao ni malaika waovu wakafungwa katika mabonde ya nchi, wabaki huko hadi siku ya hukumu. Biblia kitabu cha Yuda mstari wa 6 inasema,
na malaika ambao hawakutunza madaraka yao wakaacha maskani yao halisi, hao amewafungia gizani kwa minyororo ya milele hadi wahukumiwe katika siku ile kuu. Mwisho wa kunukuu. The Storybook. Kitabu cha Henoko cha pili kiligundulika kikiwa kimeandikwa katika lugha ya Slavonic, lugha ya Kislovani. Lugha ya Kislovani ambayo ni lugha ya mkusanyiko wa lugha zinazozungumzwa katika mataifa ya Urusi, Ukraine, Belarus na mpaka mashariki mwa taifa la Poland. Inazungumzwa pia kule Czech na Slovak mpaka magharibi mwa Slovenia na mataifa mengine kama Bosnia, Croatia, Serbia, Macedonia na Bulgaria. Kwa hivyo kitabu cha Henoko cha pili kiligundulika kikiwa katika lugha za Kislovani, lakini inaaminika hiyo ilikuwa ni nakala iliyotafsiriwa kutoka katika lugha ya Kigiriki. Hivi karibuni vimegundulika vipande vya kurasa za kitabu cha pili cha Henoko vilivyoandikwa katika lugha ya kale ya Misri, lugha ya Kikoptic, Coptic language. Vipande 20 vya kitabu cha Henoko cha pili viligundulika vikiwa katika ile lugha ya Kislovani. Vimechunguzwa, vinaonyesha ni vya kale tangu kuanzia karne ya 14 hadi 18. Katika kitabu hiki, kitabu cha Henoko cha pili kinazungumzia habari za Enoch, yani Henoko, kuchukuliwa na malaika Gabriel na kupazwa kupelekwa mbinguni na kufundishwa siri nyingi za uumbaji. Na pia Enoch alipokuwa huko alipewa elimu kubwa sana ya kuhusu kila kitu cha ulimwengu, na ndiyo hata akafundishwa na kuandika, na Enoch akawa ndiyo binadamu wa kwanza kuandika kwa kutumia kalamu na kuzungumza mambo mengi ya sayansi ya ulimwengu ambayo hata wanasayansi wa dunia sasa wanazungumza yanayofanana na yale aliyoyasema Henoko. Na inasemwa Henoko akawa msomi aliyeandika vitabu 360 akizungumza kuhusu elimu ya kila kitu cha dunia hii ambacho mnakijua, na vyote alivyoandika katika vitabu hivyo ni elimu aliyofundishwa na malaika. Baada ya mwezi mmoja wa maisha ya mbinguni na kufunzwa elimu kubwa na malaika, Henoko akashushwa tena duniani, na aliposhuka akafanya sana kazi ya mahubiri na kufundisha namna sahihi ya mwanadamu kuishi. Aliyoyafundisha yalifanana na yale yaliyoandikwa katika kitabu cha The Testament of the 12 Patriarchs, agano la mababa 12 wa kwanza. Cha ajabu ni kwamba katika mafundisho hayo inadaiwa kuwa Enoch alisema uzinzi ama uasharati, yani zinaa, sio dhambi, na hii ni tofauti kubwa na maandiko ya Biblia ya sasa. Pia kitabu hiki kikasema yale maombezi ya niaba, mmoja kumwombea mwingine au mtu fulani kuiombea jamii yake, au kufanya maombi na kumuomba mtakatifu fulani awaombee mnalolitaka, ni jambo lisilofaa na lisilo na faida. Maombi hayo hayana thamani mbele ya Mungu. Hapa katika kitabu cha Henoko wa pili kikatofautiana tena na mafundisho ya vitabu vingine vya Biblia na kanuni za kanisa la sasa. Na katika kitabu hiki kikasema kuwa Melkizedek alizaliwa baada ya gharika, wakati katika Biblia Melkizedek aliishi baada ya Abrahamu na ilikuwa ni miaka 300 baada ya gharika. Kitabu cha Henoko wa pili kimepishana na maandiko ya Biblia ya sasa kwa hayo na mengine mengi. Hivyo kingewezaje kuwekwa pamoja na vitabu vingine vya Biblia ilhali vinasema mambo yanayokinzana? Lakini hapa pana mjadala mwingine mpaka juu ya safari ya Enoch ama Henoko kupazwa na malaika kwenda mbinguni kupewa elimu. Kitabu cha Henoko cha pili kinazungumza juu ya habari za mbingu 10, mti wa uhai na kuanguka kwa wale malaika wa ovu na sura ya Mungu ilivyo. Haya yote yanayozungumzwa katika kitabu hiki yanakinzana na mafundisho ya kanisa la sasa, na yanaongea mambo ambayo yanaweza kuwachanganya kabisa waumini na wakabadili mitazamo yao kuhusu dini na Mungu. Siwezi yasimulia yote hapa, muda hautatosha, ila hata YouTube ziko video zinazosimulia yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Henoko. Tena ziko video zinazosimulia kwa Kiswahili kabisa. Ila hapa nitayachambua baadhi yanayosemwa katika kitabu cha Henoko cha pili
Kitabu hiki kinasimulia kisa cha Henoko kupazwa kwenda mbinguni kwa kusema, siku ya kwanza ya mwezi nilikuwa nyumbani peke yangu na nilikuwa nimelala kitandani mwangu. Ghafla nikapigwa kofi la uso na mtu nisiyemfahamu. Ghafla nikashtuka kutoka usingizini na kuona sura za watu wa ajabu wawili. Nyuso zao zilikuwa zinang'aa kama jua. Macho yao pia yalikuwa kama mwanga unaowaka, na kutoka midomoni mwao ulikuwa ukitoka moto. Wakiwa wamevaa mavazi na wakiimba aina mbalimbali za nyimbo, kwa sura zao zikiwa zenye rangi ya zambarau, mabawa yao yalikuwa na mwangaza zaidi kuliko dhahabu na mikono yao ilikuwa myeupe kuliko theluji. Watu hao wa ajabu walikuwa wamesimama kichwani mwa kitanda changu na walianza kuniita jina langu. Niliamka kutoka usingizini na kuwaona waziwazi wale wanaume wawili wamesimama mbele yangu. Nikawasalimia na nilishikwa na hofu na uso wangu ulibadilika kutokana na hofu. Na wale wanaume waliniambia, uwe na ujasiri Henoko, usiogope. Mungu wa milele ametutuma kwako, na tazama, leo utapanda nasi kwenda mbinguni na utawaambia wanao na nyuma yako mambo yote watakayoyafanya bila wewe duniani katika nyumba yako. Wala asiwepo mtu yoyote atakaye kutafuta mpaka Bwana atakapokurudisha kwao. Henoko anaendelea kusimulia, niliharakisha kuwatii na nikatoka nyumbani kwangu na nikafika kwenye mlango kama nilivyoamriwa mimi, na nikawaita wana wangu Methusala na Regim na Giadadi, na nikawajulisha mambo yote ya ajabu ambayo wale wanaume waliniambia. Henoko wakati anawasimulia wanawe, kabla hajamaliza, wale malaika walimnyakua na kupaa naye kwenda mpaka mbingu ya kwanza na kumweka juu ya mawingu. Henoko anaendelea kusimulia katika kitabu chake kwa kusema, na tena nikaangalia juu zaidi na kuona anga hewa, na waliniweka kwenye mbingu ya kwanza na kunionyesha bahari kubwa sana, kubwa kuliko bahari ya duniani. Walileta mbele ya uso wangu wazee na watawala wa mpangilio wa nyota, na walinionyesha malaika 200 ambao wanatawala nyota na huduma zao kwa mbingu. Kisha katika maelezo yake Henoko akasema, na wale wanaume walinichukua na kunipeleka hadi mbingu ya pili na kunionyesha giza kubwa zaidi kuliko giza la duniani, na hapo nikaona wafungwa wakiwa wameshikiliwa wakisubiri hukumu kuu isiyo na kipimo. Na malaika hawa walikuwa na sura ya giza zaidi kuliko giza la duniani, na daima wakilia kwa saa zote. Niliwaambia wale wanaume waliokuwa nami, kwa nini hawa wanateswa bila kukoma? Walinijibu, hawa ni waasi wa Mungu ambao hawakutii amri za Mungu, lakini walishauriana kwa mapenzi yao wenyewe na wakaacha njia yao na mkuu wao, ambaye pia amefungwa kwenye mbingu ya 5. Na wale wanaume walinichukua kutoka hapo na kunipeleka hadi mbingu ya 3. Hapo malaika hao ni wale malaika 200 ndio ambao Henoko amewaona, na anaambiwa kwamba yule kiongozi wao Samiaza amefungwa katika mbingu ya 5 huko juu. Henoko anaendelea kusimulia katika kitabu chake, na wale wanaume walinichukua kutoka hapo na kunipeleka hadi mbingu ya 3 na kunitia pale, na nikaangalia chini na kuona mazao ya mahali pale ambayo hayajawahi kujulikana kwa wema, na nikaona miti yote yenye maua matamu na kuona matunda yao ambayo yalikuwa na harufu nzuri, na vyakula vyote vitokanavyo nayo vilifurika kwa harufu nzuri. Na katikati yake ni mti wa uzima, mahali pale ambapo Bwana hupumzika anapopanda kwenda paradiso, na mti huu una wema usioelezeka na harufu nzuri, na umepambwa zaidi kwa kila kitu kilichopo, na kwa pande zote umepambwa kwa rangi ya dhahabu na rangi ya nyekundu ya machungwa, vermilion, na kama moto mti ule unafunika kila kitu, na una matunda ya aina zote. Mizizi yake iko kwenye bustani mwisho wa dunia, na paradiso iko kati ya uharibifu na kutoharibika, na chemichemi 2 hutoka ambazo hutiririsha asali na maziwa. Henoko anaendelea kusimulia, na chemichemi zao hutiririsha mafuta na divai, na hugawanyika katika sehemu 4 na huzunguka kwa utulivu na hushuka kwenye paradiso ya Edeni kati ya uharibifu na kutoharibika. Na hapa hakuna mti usiozaa
na kila mahali pamebarikiwa, na kuna malaika 300 wenye mwangaza sana ambao wanailinda bustani, na kwa uimbaji mtamu usiokoma na sauti zisizonyamaza wanamtumikia Bwana siku zote na saa zote. Na wale wanaume wawili waliniongoza kuelekea upande wa kaskazini na kunionyesha mahali hapo pabaya sana, na kulikuwa na mateso ya kila aina. Mahali hapo pana giza kali, hakuna mwanga pale, bali kuna moto wa ajabu unaowaka kwa nguvu, na kuna mto wa moto unaotiririka, na mahali pale pote ni moto, na kila mahali kuna baridi na barafu, kiu na kutetemeka. Vifungo vya hapo ni vya kikatili sana, na malaika ni wa kutisha na hawana huruma, wakibeba silaha za hasira na wakifanya mateso yasiyo na huruma. Na nikasema, ole ole, jinsi mahali hapa ni pabaya sana. Na wale wanaume waliniambia, mahali hapa Enoch ama Henoko pameandaliwa kwa ajili ya wale wanaomdharau Mungu, na pia uharibifu wa watoto kwa mfano wa Sodoma, na uchawi wa kishetani, na ambao wanajivunia matendo yao maovu: wizi, uongo, mashtaka ya uongo, wivu, chuki, mauaji, na ambao wamekataliwa, wanaoiba roho za watu ambao wanawaona masikini, wanachukua mali zao na wao wenyewe wanatajirika, wakiwadhuru watu wengine kwa mali wakati wakiwa na uwezo wa kuridhisha wenye njaa. Walifanya wenye njaa kufa. Hao ambao wana uwezo wa kuvaa lakini waliwavua nguo waliokuwa uchi, na ambao hawakumjua muumba wao, na walioiinamia miungu isiyo na roho wala uhai, miungu ambayo haiwezi kuona wala kusikia, miungu ya bure, ambapo pia waliijengea sanamu zilizochongwa na wakaabudu kazi za mikono zisizo safi. Kwa wote hao mahali hapa pameandaliwa kama urithi wa milele. Mwisho wa kunukuu. Henoko kwa hayo aliyoyasema ni kama mwanzo alionyeshwa pepo na uzuri wake, kisha baadaye akaenda kuonyeshwa jehanamu na mateso yake. Sasa Henoko akaendelea kwa kusimulia, wale wanaume walinichukua na kuniongoza hadi mbingu ya 4 na kunionyesha mienendo yote ya mwanga wa jua na mwezi, na nilipima mienendo yao na kulinganisha mwanga wao na kuona kuwa mwanga wa jua ni mkubwa kuliko wa mwezi, mzunguko wake na magurudumu ambayo inaenda nayo kila mara kama upepo unapita kwa kasi ya ajabu, na mchana na usiku haipumziki. Hapo Henoko anazungumzia sayansi ya jua na mwezi, na anasema ameliona jua likiwa na mwanga mkali kuliko mwezi, na anasema ameliona jua likiwa linazunguka. Tena Henoko anazungumza habari za orbit, njia ya kutembea kwa jua. Ameiona Henoko alipokwenda huko, miongoni mwa elimu alizozipata. Hapa kwa ajabu sana Henoko alizungumza mengi kuhusu sayansi ya anga tunayoijua sasa, lakini pia alienda mbali na kuzungumza mengi zaidi katika namna ambayo hatujawahi kusikia au kujua. Basi Henoko anaendelea kusimulia katika kitabu chake, wale wanaume walinichukua na kunipeleka hadi mbingu ya 5 na kunitia pale, na hapo nikaona wanajeshi wengi wasio na hesabu, wanaitwa Grigori, wenye sura ya kibinadamu, na ukubwa wao ulikuwa mkubwa kuliko wa majitu makubwa, na nyuso zao zimekauka, na kimya cha midomo yao ni cha kudumu. Na hakukuwa na ibada kwenye mbingu ya 5. Na niliwaambia wale wanaume waliokuwa nami, kwa nini hawa wamekauka sana, na nyuso zao ni za huzuni, na midomo yao ni kimya, na kwa nini hakuna ibada kwenye mbingu hii? Na wakaniambia, hawa ni Grigori, ambao pamoja na mkuu wao Satanaeli walimkataa Bwana wa mwanga, na baada yao ni wale walioshikiliwa kwenye giza kuu kwenye mbingu ya 2. Hii inamaanisha hawa ni wale malaika 200 ambao walishushwa duniani kuilinda dunia, lakini wao wakaacha kazi hiyo na kwenda kuchukua wanawake wa kibinadamu na kuzaa nao watoto, wale wanefeli majitu. Kwa hivyo wanefeli majitu yale yamefungwa katika mbingu ya 2, lakini hawa baba zao ambao ni malaika wa ovu waasi, wale 200 wamefungwa katika mbingu ya 5. Naendelea kunukuu kitabu cha Henoki, kinaendelea kusimulia Henoki akisema, na kutoka hapo wale wanaume walinichukua juu na kunipeleka hadi mbingu ya 6, na hapo nikaona vikundi 7 vya malaika wenye mwangaza sana na utukufu mkubwa, na nyuso zao ziling'aa zaidi kuliko mwanga wa jua,
ziking'aa na hakuna tofauti katika nyuso zao au tabia zao au mavazi yao. Na hawa wanafanya maagizo na kujifunza mienendo ya nyota na mabadiliko ya mwezi au mzunguko wa jua na utawala mwema wa dunia. Na wanapoona uovu ukifanyika, wanafanya amri na maelekezo na uimbaji mtamu na wa sauti kubwa na nyimbo zote za sifa. Hawa ni malaika wakuu ambao wako juu ya malaika, wanapima maisha yote mbinguni na duniani, na malaika ambao wamewekwa juu ya misimu na miaka, na malaika ambao wako juu ya mito na bahari, na ambao wako juu ya matunda ya dunia, na malaika ambao wako juu ya kila nyasi, wakitoa chakula kwa wote, kwa kila kiumbe hai, na malaika ambao huandika roho zote za wanadamu na matendo yao yote na maisha yao mbele ya uso wa Bwana. Katikati yao kuna Phoenix 6 na kerubi 6 wenye mabawa 6 wanaoimba kwa sauti moja bila kukoma, na haiwezekani kuelezea uimbaji wao, na wanashangilia mbele za Bwana kwenye kiti chake cha miguu. Nifafanue hapo kidogo. Phoenix ni jamii ya ndege wa kipekee ambao katika maandiko ya dini hutajwa kama ishara ya ufufuo, maisha baada ya kifo na uzima wa milele. Henoko akaendelea kusimulia katika kitabu chake, na wale wanaume wawili walininyanyua kutoka hapo hadi mbingu ya 7, na hapo nikaona mwanga mkubwa na majeshi ya moto ya malaika wakuu wakubwa katika majeshi ya mwili na utawala, maagizo na serikali, kerubi na serafi, viti vya enzi na wengi wenye macho, vikosi 9, vituo vya mwanga vya loniti. Nikaogopa na nikaanza kutetemeka kwa hofu kuu, na wale wanaume walinichukua na kuniongoza baada yao, na wakaniambia, kuwa na ujasiri Enoki, usiogope. Na walinionyesha Bwana kutoka mbali akiwa amekaa kwenye kiti chake cha enzi kilicho juu sana. Kwa maana kuna nini kwenye mbingu ya 10? Bwana anakaa huko kwenye mbingu ya 10, yuko Mungu. Kwa lugha ya Kiebrania anaitwa Aravati. Henoko anaendelea kusimulia hapo kisa cha alivyokwenda na kusimamishwa mbele ya Mungu, na anadai alimuona Mungu. Henoko anasema, kwenye mbingu ya 10 inayoitwa Aravati niliiona sura ya uso wa Bwana ni isiyosemekana, ya ajabu na ya kutisha sana 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 sana. Na mimi ni nani niweze kuelezea juu ya uwepo wa Bwana usioweza kusemwa na uso wake wa ajabu sana? Na siwezi kuelezea idadi ya maagizo yake mengi na sauti zake mbalimbali. Kiti cha enzi cha Bwana ni kikubwa sana na hakijatengenezwa kwa mikono, wala idadi ya wale wanaosimama karibu naye. Majeshi ya kerubi na serafi, wala uimbaji wao usiokoma, wala uzuri wake usiobadilika. Na ni nani atakayeweza kuelezea ukuu wake usioweza kusemwa kwa utukufu wake? Na nilianguka chini na kumsujudia Bwana, na Bwana kwa midomo yake akaniambia, kuwa na ujasiri Enoch, usiogope. Simama na usimame mbele za uso wangu hadi milele. Na malaika mkuu Mikael alininyanyua na kuniongoza mbele ya uso wa Bwana, na Bwana akawaambia watumishi wake, wacha Enoch asimame mbele za uso wangu hadi milele. Na wale wenye utukufu wakamuinamia Bwana na kusema, wacha Enoch aende kulingana na neno lako. Na Bwana akamwambia Mikaeli, nenda ukamtoe Enoch kutoka kwenye mavazi yake ya duniani, na umtie mafuta kwa mafuta yangu matamu, na umvalishe mavazi ya utukufu wangu. Na Mikael akafanya hivyo kama Bwana alivyomwambia. Alinitia mafuta na kunivalisha, na sura ya mafuta hayo ni zaidi ya mwanga mkubwa, na mafuta yake ni kama umande mtamu, na harufu yake ni laini iking'aa kama miale ya jua. Mwisho wa kunukuu. Mimi Jamal nitaishia hapo kusimulia habari za kitabu hiki cha pili cha Henoko, na sitataka kufafanua chochote katika niliyoyasoma, kwa sababu ufafanuzi wangu utakera au kuwapa maswali ambayo yanaweza kuzipindua imani zenu za dini. Sikiliza niliyoyasema, na usisikilize mara moja tu. Sikiliza tena na tena, kisha soma zaidi mambo ya Henoko na kitabu chake, na mambo ya dini yako na mafunzo yake. Kisha baada ya hapo sikiliza ile sauti ndani ya moyo wako inakuongoza wapi. Lakini bado hapa nina swali.
Je, ni kweli waliomchukua Henoko ama Enoch na kusafiri naye kwenda huko anakosema mbinguni, ni kweli walikuwa malaika? The Storybook. Kitabu cha Henoki kinapomzungumza Henoki kinaeleza habari ambazo husimulia kwa hakika kuwa Enoch ama Henoko alikuwa ndio binadamu wa kwanza kutwaliwa au kunyakuliwa au kuchukuliwa na viumbe vingine vya ajabu ambavyo si binadamu ila wanafanana kwa maumbile na binadamu. Na viumbe hivyo huwa vinakuja duniani kwa siri na huwa vinaishi kwenye ulimwengu wao mwingine ambao sisi hatuujui. Ila wakijisikia viumbe hao wanaweza kukuchukua na kukupeleka kwenye ulimwengu wao. Na wakumbusha unapoisoma Biblia kitabu cha Mwanzo sura ya 5 mstari wa 24 imeandikwa, Henoko akaenda pamoja na Mungu naye akatoweka maana Mungu alimtwaa. Huu ni mstari ninaousoma kutoka Biblia ya Kiswahili. Mstari ambao kwenye Biblia ya Kiingereza unasomeka, Enoch walked faithfully with God. Then he was no more because God took him away. Lakini maandishi halisi ya Biblia yanasema Enoch walked with Elohim. Then he was gone because Elohim took him. Maandishi ya Biblia kiuhalisia hayakutumia neno Mungu, yalitumia neno Elohim. Neno Elohim ni neno la wingi na si neno linalotumika kuashiria mmoja katika viumbe, bali huashiria viumbe wengi. Na pia si viumbe tu wa kawaida. Neno Elohim linaashiria viumbe madhubuti wenye nguvu za ziada ya mwanadamu. Kwa hivyo wako wanaosema mstari huu unamaanisha Henoko akaenda pamoja na wale viumbe wenye nguvu za ajabu na kisha akapotea sababu hao wenye nguvu walimchukua. Wenye nguvu ni kina nani sasa? Kinachotia shaka na kuzua dhana ya kwamba Henoko alipokwenda na kutembea pale hakuzungumzwa Mungu, bali walikuwa ni viumbe wengine watakatifu wenye nguvu. Henoko anaposimulia wakati anasafirishwa kwenda mbinguni, anasema ya kwamba alipandishwa kwenye chombo kimsafirishe. Chombo hicho kiliundwa kwa teknolojia ya chuma ambayo dunia haikuwa inaijua wakati huo. Na Henoko alishangaa sana mng'ao wa chombo kile, kilikuwa ni kizuri kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa. Na muda wa safari alikuwa akisikia mlio wa muungurumo kana kwamba kuna nguvu fulani ndiyo inakipa uwezo chombo hicho kupaa. Na kilipokuwa kikitua chombo hiko, Henoko alikiona kikiwa na magurudumu, matairi ya chuma na akashangaa pia. Wachambuzi wa mambo wanasema kwa jinsi Henoko alivyosimulia muonekano wa wale ambao wanadhaniwa ni malaika na kwa jinsi anavyokielezea chombo hiki kilichowasafirisha pamoja, inadhaniwa kwamba wale aliowaona si malaika. Kwa maana malaika wanapozungumzwa muonekano wa maumbile wao hawatajwi kwa namna ile anayoizungumza Henoko. Na kwa hiki chombo anachokisema Henoko alisafirishwa nacho, inatia shaka tuanze kuamini ya kwamba je, walikuwa ni viumbe kutoka nje ya ulimwengu huu wetu au kutoka kwenye sayari nyingine ya ulimwengu huu? Walikuwa ni viumbe alien? Na yasema haya nikiwa najua kwamba maandiko ya Biblia yanasema malaika walipomnyakua Henoko walipaa naye kwenda mbinguni kwa kumbeba katika mabawa yao. Lakini Henoko yanapochunguzwa maandiko yake ya kale yanayotafsiriwa kuwa yaliandikwa na yeye mwenyewe kabisa, hasemi habari za kubebwa katika mabawa ya malaika, bali anazungumza habari za kubebwa katika chombo fulani kilichoundwa kwa chuma. Zinapokuja habari za viumbe alien ama viumbe kutoka nje ya ulimwengu huu, viumbe wengine ambao tusiowajua, wengine huamini na wale wasioamini hupuuza kabisa na kuona ni habari za ujinga. Lakini niseme kwanza, hii si hoja nyepesi. Tafiti nzito zimefanyika na majibu yake si mepesi ya kupuuzwa. Kitabu cha Henoki cha pili ama maarufu kama The Book of Parables, kitabu kinachoongelea zaidi kuhusu safari za Henoko kwenda mbinguni au nje ya dunia kwenye ulimwengu mwingine. Hoja ya kwamba huenda Henoko ni binadamu wa kwanza kukutana na aliens na kuchukuliwa kupelekwa katika ulimwengu wao. Hoja hii inazuka na kutiliwa msingi wa mazingatio. Hoja hii imezaliwa mbali toka dhana ya mwanadamu kufundishwa astronomia, yaani sayansi ya anga na kiumbe aliyeendelea zaidi ya mwanadamu.
inaaminika kuwa hii ni kweli kutoka katika mapokeo ya Kiebrania tangu miaka ya kale, ya kwamba binadamu amefundishwa sayansi ya anga na viumbe wengine wasio binadamu wanaotoka nje ya dunia hii ambao wameendelea zaidi kuliko sisi binadamu wa dunia. Kwenye kuyatoa mashiko maneno ya Henoko na haya anayoyasimulia, kinapochunguzwa vizuri kitabu cha Henoko ili tupate kuyazingatia au kuyapuuza anayoyasema, kinafafanuliwa kuwa ni apocalyptic literature. Apocalyptic literature inamaanisha kwamba ni kitabu ambacho mwandishi ameona kitu ambacho hajui ni nini, hajui kinamaanisha nini, na kitu hicho ni cha kushangaza kabisa. Na alichokifanya mwandishi baada ya kuona kitu hicho katika uandishi wake, alichokifanya ni kuripoti tu kile alichoona na kukipitia, na amekiandika kwa sababu anajua ni muhimu kitu hicho, na kisha analenga msomaji ukikisoma ukifafanue kulingana na fikra zako. Swali la muhimu ni kwamba zamani, wakati dunia ni duni katika sayansi na teknolojia, wako watu au jamii za kale zilizoonyesha kuwa na elimu kubwa ya ulimwengu huu, na hata wakawa na elimu ya sayansi ya anga, na pia kukawa na ishara kwamba watu hao wa jamii za kale walikuwa wanavijua viumbe vingine ambavyo ni kutoka nje ya dunia hii au ulimwengu huu. Unaweza kufikiri kuhusu kalenda na maandiko ya kale ya Wamaya au Waazteki au Wasumeri au Wamisri. Jamii hizi za kale sana, wakati dunia haijakuwa na wasomi wa kisasa na wala sayansi na teknolojia haijaimarika kama ilivyo sasa, jamii hizi za kale ziliwezaje kuwa na taarifa sahihi za astronomia, yani sayansi ya anga? Walizipata wapi taarifa hizo? Nani aliwafundisha? Na hata mambo aliyoyafanya kwenye dola zao yalikuwa na mambo mengi yenye elimu kubwa. Mfano, mapiramidi yalivyojengwa, yamejengwa kwa mawe makubwa, mawe ambayo binadamu hawezi kuyabeba, lakini Wamisri waliweza kuyabebanisha mawe hayo mpaka wakatengeneza mlima mrefu, yakatokea mapiramidi. Sayansi iliyotumika kujenga mapiramidi mpaka hii leo dunia imeshindwa kujibu iliwezekanaje. Tafiti makini na za kina zilifanywa huko Marekani kwenye kituo kikubwa cha tafiti, kituo cha research. Walitafiti kuhusu mambo ya binadamu kutekwa nyara au kuchukuliwa na viumbe toka nje ya dunia. Tafiti hizo zilifanywa na marehemu Profesa John Mack. Marehemu Profesa John Mack alikuwa mkuu wa saikolojia wa kliniki ya chuo kikuu cha Harvard. Katika miaka 1990, mamlaka za ulinzi na usalama wa Marekani zilimpa kazi Profesa Mack kuchunguza saikolojia ya wanajeshi, ambao wanajeshi hao waliwasilisha ripoti wakidai kukutana kwa karibu na viumbe vya nje ya dunia, yani aliens. Wanadai walikutana nao walipokwenda kwenye anga la ulimwengu huko kufanya misheni yao ya kijeshi. Katika uchunguzi wake, Profesa Mack, hitimisho alilolifikia na kuliwasilisha kwa mamlaka za ulinzi na usalama wa Marekani lilikuwa ni kwamba walioyasema wanajeshi hao wamepata kukutana na alien, viumbe toka nje ya dunia, hayakuwa mambo yanayotokana na wanajeshi hao kuwa na ugonjwa wa akili au kuchanganyikiwa. Wanajeshi hao waliyasema hayo wakiwa timamu kabisa. Profesa John Mack akasema kwamba ana hakika wanajeshi hao walikuwa wamekutana na kitu halisi kabisa, hawakuwa wameona maluelue, ila sasa ni kweli walikutana na aliens. Profesa Mack akasema jibu la swali hilo linahitaji uchunguzi wa ziada wa kina. Mwaka 2009, Papa Benedicto 16 aliiomba taasisi ya sayansi ya kipapa, Pontifical Academy, kuitisha kongamano kujadili athari za kitheolojia za kuwasiliana na ustaarabu mwingine, yaani athari za kidini zinazoweza kutokea kwa wanadamu ikiwa binadamu ataruhusu kustawi kwa mahusiano na mawasiliano na ushirikiano baina yake na viumbe wengine watokanao nje ya huu ulimwengu wetu tunaoufahamu. Hapo tu fikiria kwa nini Papa alitaka wafanye mjadala juu ya hilo. Kongamano hilo liliwakutanisha wasomi na wanathiolojia 30 mashuhuri. Mmoja wa washiriki alikuwa msomi mkubwa wa dini na mmoja wa wakuu wa Vatikani, Monsignor Corrado Balducci. Huyu baadaye alifanya mahojiano na kwenye vyombo vya habari, walau akavujisha moja kati ya taarifa muhimu. Alieleza kwenye mkutano huo walikubaliana na kujiridhisha kwamba
wanapohojiwa wale waliowahi kutekwa au kukutana kwa karibu na viumbe toka nje ya dunia, watu hao hawakuwa wakieleza visa vinavyotokana na kuwa na magonjwa ya akili au labda kuwa na mapepo. Badala yake walikuwa wamekutana kwa dhahiri na hakika kabisa na kiumbe cha tofauti kabisa ambacho kinastahili uchunguzi wa ziada na wa kina ili kukifahamu vyema kiumbe hiko. Maadhimio ya kongamano hili kubwa la wasomi na wataalamu wa dini linaondosha shaka juu ya uwepo wa viumbe wengine nje ya dunia hii, na kwamba kwa nadra viumbe hao hukutana na wanadamu. Eneo lingine linalostahili uchunguzi zaidi linahusu mwanafizikia maarufu wa anga Carl Sagan. Katika kisa cha miaka 1960 alisimulia mambo yaliyotokana na hadithi za kale zinazohusu viumbe ambao kwa sura walikuwa sehemu ya binadamu na sehemu ya viumbe wa majini. Walikuwa na muonekano wa kutisha, si kama binadamu wa kawaida. Waliitwa Apkallu. Apkallu walikuwa viumbe walioelezwa katika hadithi za Wababeli ambazo ziliandikwa na kasisi Mgiriki aitwaye Berossus katika karne ya 3 kabla ya Kristo. Berossus aliwafafanua Apkallu kama viumbe ambao ni sehemu ya binadamu na kwa upande mwingine ni sehemu ya viumbe wa majini, yaani kama walivyo nguva. Berossus anaendelea kuzungumza kuhusu mmoja wa viongozi wa Apkallu aitwaye Oannes, na kiongozi huyu wa hao viumbe wa ajabu anaeleza kwamba viumbe hao Apkallu walichukua jukumu la kulea binadamu wa awali, wakiwapa mababu zetu zana za msingi za ustaarabu na teknolojia mbalimbali ili kutuanzisha kwenye safari yetu ya maendeleo na ustaarabu wa kibinadamu. Miaka 4 mbele, Carl Sagan kwa kushirikiana na mwanasayansi wa Ukraine Iosif Shuklovsky waliandika kitabu walichokiita Intelligent Life in the Universe. Carl Sagan aliandika, hadithi kama ile ya Oannes zinastahili uchunguzi wa kina zaidi kuliko ilivyofanywa mpaka hivi sasa. Kuna uwezekano wa mawasiliano ya moja kwa moja na ustaarabu wa nje. Ustaarabu wa Wasumeri ni moja ya ushahidi wa msingi kuwa jambo hilo linawezekana. Wasumeri aliyowatolea mfano hapa Carl Sagan, Wasumeri ndio mfano unaofaa kupigiwa unapozungumzwa habari za binadamu kuwasiliana na viumbe aliens au viumbe fulani toka nje ya dunia. Wasumeri ilikuwa ni miongoni mwa jamii za kale zilizoendelea zaidi kutokea katika bara la Asia ya Magharibi. Ilikuwa ni jamii iliyoendelea kwelikweli, na hasa walipatikana kule Babeli, Mesopotamia, Iraki ya leo. Wanasema Wasumeri ndio jamii ya kwanza kujenga miji mikubwa ya kisasa katika dunia hii ya leo. Elimu ya arkeolojia imeweza kuthibitisha ya kwamba Wasumeri walijenga miji na kugundua na kuendeleza elimu ya kuandika. Imethibitika kuwa Wasumeri ndio walioweka misingi muhimu ya kalenda za leo kwa kugawa siku katika masaa 24 na kuigawa saa katika dakika 60. Jamii hii ya kale ya Wasumeri ilifanya mengi ya uvumbuzi na makubwa ya kimaendeleo. Waliwezaje? Katika ustaarabu wa kale wa Wasumeri inathibitika ya kwamba walikuwa ni jamii muhimu katika kuendeleza fani ya hesabu, fani ya unajimu, fani ya uhandisi wa kiraia, yani civil engineering. Walijenga miji yao kwa mitaa, wakaweka mabenki, walikuwa na fedha kwenye mfumo wao wa kibiashara, wakawa na mfumo wa kisheria, wakawa na utamaduni wa fasihi na sanaa. Vyote hivi vigunduliwe na watu wa jamii moja, tena jamii ya kale. Inawezekanaje? Jamii hii ya kale ya Wasumeri ilifanya mengi ya uvumbuzi na makubwa ya kimaendeleo. Waliwezaje? Au ndio kweli walisaidiwa na viumbe toka nje ya dunia ambao walikuwa wameendelea kuliko sisi binadamu wa hii leo? The Storybook. Kitabu cha 3 cha Henoki chenyewe kiliandikwa kwa lugha ya Kiebrania, lakini kina maneno na misemo mingi ya Kigiriki na Kilatini. Kinahusishwa kuandikwa na Rabbi Ishmael, mmoja ya viongozi wa dini ya Wayahudi wa Merkaba. Inaaminika kiliandikwa kati ya miaka 90 hadi miaka 135 baada ya kifo cha Kristo. Chapter hii ya kitabu cha Henoki ni maarufu kwa jina la The Book of Heavenly Luminaries.
hakina mengi ya tofauti, kwani nacho kinazungumza juu ya yale aliyoyaona Henoki alipokwenda safari yake ya mbinguni au nje ya dunia. Jambo kubwa lenye mjadala maarufu katika chapta hii ni pale Henoki aliposema wakati yuko mbinguni, alipoitazama dunia, aliiona dunia ikiwa ni tambarare na imefunikwa na mfano wa hema la nusu mviringo ambalo ni la kuonyesha ndani. Kama mjuavyo, ule ubishani wa dunia ni duara au ni ya tambarare una hoja nyingi nzito na ni ubishani usio na mwisho, lakini kuna siku nitaandaa makala maalum juu ya hili. Ila Henoki anasema dunia ni tambarare, sio duara. Haya anayoyasema Henoki, ambayo yanapingana na ufahamu na kanuni na misimamo ya dunia ya sasa, ndiyo yanayofanya kitabu chake kipingwe kujumuishwa kwenye maandiko matakatifu na hata kipigwe vita. Kwa hivyo kitabu cha Henoki ni moja ya vitabu vya apokrifa ambavyo viliandikwa kati ya miaka 200 kabla ya Kristo na hadi miaka 400 baada ya Kristo. Kiliandikwa kwa awamu katika miaka hiyo. Japo vitabu hivi vya Henoki, chapta zote 3, vinapingwa na kanisa la Katoliki la Roma na madhehebu mengine mengi, ila vitabu hivi vitatu vya Henoki vinaweza kuwa vitakatifu kwa madhehebu fulani ya Wakristo, kama vile kanisa la Orthodox la Ethiopia. Inasemwa kwamba kitabu hiki kinafichwa kwa siri kubwa kutokana na kuwa kilikuwa na siri za ndani sana kuhusu Mungu na historia ya ulimwengu kwa ujumla na sayansi yake. Pili, kilikuwa kina mafundisho mengine ambayo ni kinyume na kanuni za Ukristo na kanisa la leo. Tatu, inasemwa mwandishi hasa wa kitabu hiki hajulikani. Kweli kitabu kinamhusu Henoki, ila si chote kimeandikwa na Henoki, na hata hicho kilichoandikwa na Henoki hakina ushahidi wa uhakika kwamba ni yeye ndiye aliyekiandika. 4, kwa mambo mengi ya ajabu anayoyasema Henoki ambayo ni nje ya ufahamu wetu na mengine ambayo hatujazoea kuyasikia, imezuka hoja ya kwamba kitabu cha Henoki kina mambo mengi ya kutungwa. Kwa hiyo tusikifuate au kukipa utakatifu kitabu hiki chenye uongo. Mchakato madhubuti wa kuchagua maandiko yatakayojumuishwa katika vitabu vya Biblia ulilenga kuhifadhi uadilifu na mshikamano wa ujumbe wa Biblia, kuhakikisha kuwa inabaki kuwa mwongozo wa kuaminika kwa imani na matendo ya Kikristo. Kuhusu kitabu cha Henoki, inaonekana kiliundwa chini ya hali za kutiliwa shaka. Hadithi yake inatofautiana sana na vitabu vingine 66 vya Biblia na kuna ukosefu wa tafsiri za kale. Mengi ya masalia ya kitabu hiki yaliyopatikana yanakutwa kwenye asili ya tafsiri ya kisasa zaidi, sio andiko original la kale. Yaani hata kama Henoki mwenyewe ndiye aliandika kitabu hiki, basi kile ambacho ndio original alichokiandika hakikuwahi kukutwa, ila badala yake vilikutwa vitabu ambavyo vimeshafasiriwa vikisema kwamba hii ni fasiri iliyofanyika kutoka kwenye kitabu original cha Henoki. Hapo kinatiliwa shaka, je, kiko sahihi? Japo wapenzi wa kitabu hiki wanadhana kwamba kitabu cha Henoki kiliondolewa kutambulika miongoni mwa vitabu vitakatifu vinavyopaswa kuwamo kwenye Biblia, ikiwa ni sehemu ya njama ya ulimwengu mzima. Mamlaka zinazoendesha dunia zilitaka kuendelea kuwaaminisha watu yale tu wanayoyataka wao, ili waendelee kuwatawala watu na kuitawala dunia kwa ujumla. Ingawa The Book of Enoch, yaani kitabu cha Henoki, hakikujumuishwa katika Biblia ya kawaida, kitabu hiki kina thamani kubwa kwa ajili ya masomo ya kihistoria na kithiolojia. Kinaelezea zaidi kuhusu imani na desturi za baadhi ya makundi ya Kiyahudi na Wakristo wa kale. Pia kinaelezea kutoa mwanga juu ya jinsi baadhi ya dhana za kidini zilivyoendelea na kubadilika katika nyakati tofauti za kipindi cha Biblia. Kwa hivyo, licha ya kutokuwa sehemu ya kanuni rasmi za maandiko, kitabu cha Henoki kinaendelea kuwa na nafasi muhimu katika masomo ya maandiko ya kidini. The Storybook. Kwenye kuimaliza simulizi hii ya kitabu cha Henoki, sitakuwa na maneno mengi ya kusema isipokuwa msemo mmoja tu. Wanasema siku ambayo kipofu ataona, cha kwanza kabisa atakachokifanya ni kutupa fimbo iliyokuwa ikimuongoza wakati wa upofu wake. The Storybook.
Katika harakati za kupambania malengo ya kimaisha, kila hatua ni muhimu sana. Kila hatua ya maisha yako ipe unadhifu, ipe thamani, ipe ubunifu wenye kupendeza mbele ya macho ya ulimwengu. Kwetu sisi, kila hatua ni hatua ya matumaini, unadhifu, ubora na ushindi. Vaa tokea nadhifu uliyependeza unayekwenda na wakati, na vaa original, kilicho bora zaidi. Iwe ni viatu vya ofisi, viatu vya sherehe ama casual. Karibu kwetu. Duka letu linaitwa Atuza. Tupo Mikocheni, barabara ya Rose Garden. Tufollow Instagram @atuza_ ama piga simu 0748634321. Unaonaje? Yes, sisi unatuonaje? Hatuvai kujistiri tu, iwe ofisini, safarini au madhabahuni tukizifunga pingu za maisha. Sisi kila siku tunalifanya in style. Karibu kwenye familia yetu Sweet Code. Kwetu zinapatikana suti za kila aina, casual suit, suti za ofisi na suti za harusi. Kwetu zinapatikana wool suit, cotton suit, shawl lapel suit, double breasted suit, tweed suit, flap pocket suit, tuxedos na aina zote za lapel suit na nyingine nyingi. Rock with us boss. Duka lipo Kariakoo, mtaa wa Kongo na Manyema, ama piga simu namba 0620849350. Tufuatilie Instagram @suit_codes. So why settle for ordinary when you can step into extraordinary? Elevate your wardrobe, elevate your presence, and elevate your life at Suit Code. Muda una thamani kubwa kwenye maisha yetu. Muda haufai kuchezewa. Wapi unautazamia muda wako? Haijalishi uko ofisini ama shuleni ama shughuli zako ni za mtaani. Asubuhi mpaka jioni tuko na wewe kuhesabu pamoja kila dakika tunayowekeza kwenye ndoto zetu. Kila saa, kila dakika, kila sekunde ina thamani. Trust me, duka lenye saa nzuri na kila brand kubwa ni Order Stores. Ziko saa za kila aina na kila brand, na saa za kila jinsia, yaani wanawake na wanaume. Order Stores, duka lipo Kariakoo, mtaa wa Msimbazi. Tufuate Instagram @order.stores_ ama piga simu 0685304952. Elevate your style, embrace your moments, and seize the essence of time.